Nikukaribishe mwanamichezo popote pale ulipo. Jina langu ni Maunga Junior. Tuweze kuangazia yale yote ya kimichezo ambayo yameweza kujitokeza kutokea sehemu tofauti, kwa sababu mnyama Simba siku ya jana ameweza kufuzu kuingia katika hatua ya nusu finali katika mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Wote tunajua kwamba mchezo wa awali mnyama Simba alichapika bao mbili, watu wakawa wanazungumza kweli kweli, lakini wao wakawa na matumaini na wakawa wanasema hii tunavuka, na hatimaye siku ya jana dakika 90 zikamalizika, aggregate ikawa inasoma mabao 2-2 na hatima yake ikaenda kuamuliwa kwa mikwaju ya penalti, na mwamba Musa Pinpin Kamara ndio ambaye unaweza kusema kama aliweza kuiokoa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kwenda katika hatua ya nusu finali katika mashindano haya ya kombe la shirikisho barani Afrika, kwa sababu aliweza kuondoa mikwaju ya penati mbili katika zile ambazo zilipigwa na klabu ya Al Masry. Lakini kama namna mchezo ulivyokuepo, ulikuwa unaona pitch ilikuwa haiko sawa kutokana na mvua ambazo zinazoendelea katika jiji la Dar es Salaam. Watu boli ilikuwa ikipigwa linashindwa kutembea vile ipasavyo, lakini kutokana na hiyo kitu ambacho kiliweza kujitokeza, mamlaka husika ama wale ambao wanamiliki uwanja wa Benjamin Mkapa, baada tu ya kumalizika kwa mchezo huo, wakaweza kutoa tamko iliyoweza kuonyesha kwamba wameweza kufungia uwanja wa Benjamin Mkapa ili kupisha marekebisho ambayo yatafanyika katika pichi ya Benjamin Mkapa. Lakini sababu kubwa ni mvua ambazo zinaendelea zimesababisha kuharibu pichi ya Benjamin Mkapa. Sasa ngoja nipitie taarifa hiyo ambayo imeandikwa na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, na ilipostiwa na Jason Msigwa kupitia ukurasa wake wa Instagram. Nisome kama ifuatavyo: taarifa kwa umma, kufungwa kwa uwanja wa Benjamin Mkapa kwa muda. Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo inatangaza kufunga uwanja wa Benjamin Mkapa kwa muda kuanzia leo tarehe 9 Aprili 2025 ili kupisha marekebisho ya eneo la kuchezea kwa mabano pichi lililopata athari kubwa kufuatia mvua zilizonyesha na kufuatiwa na mchezo wa robo finali wa kombe la shirikisho barani Afrika kati ya mnyama Simba dhidi ya Al Masry. Timu ya wataalamu itaanza mara moja kufanya tathmini ya kina na madhara yaliyojitokeza, na tarehe ya kufunguliwa kwa uwanja huo itatangazwa hapo baadaye. Kufuatia uamuzi huu, timu zote ambazo zilipanga kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa, zikiwemo zinazoshiriki mashindano ya kimataifa, zinaombwa kutafuta uwanja mbadala, wakati serikali ikifanya marekebisho ya eneo la kuchezea kwa dharura. Wizara inaomba radhi kwa usumbufu utakaojitokeza kutokana na kufungwa kwa uwanja huu kwa sasa. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Hiyo ni taarifa ambayo ilitolewa baada tu ya mchezo kati ya mnyama Simba dhidi ya Al Masry, mchezo huu ambao mnyama Simba alifanikiwa kuingia katika hatua ya nusu finali. Kwa namna taarifa ilivyotoka, inaonyesha bayana kwamba klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba inapaswa kutafuta uwanja mbadala katika mchezo wake wa hatua ya nusu finali katika mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika, kama pale ambapo mchezo utapangiwa tarehe husika na uwanja wa Benjamin Mkapa utakuwa bado upo kwenye marekebisho. Kwa hiyo serikali wataendelea kufanya marekebisho yao, lakini klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba katika mchezo wao unaofuata, kama ikitokea kwamba uwanja bado hujafunguliwa, wao itabidi watafute njia mbadala ama watafute uwanja mwingine tofauti na dimba la Benjamin Mkapa ili waweze mchezo wao ufanyikie kwenye uwanja tofauti na dimba la Benjamin Mkapa. Hiyo ni taarifa ambayo imetolewa na mamlaka husika kwa ajili ya kufanya marekebisho katika dimba la Benjamin Mkapa. Hii ni Mpenja TV. Jina langu ni Maunga Junior. Kongole kwao wekundu wa Msimbazi Simba kwa kutinga hatua ya nusu finali katika mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika, na hiyo ndio timu pekee kutoka Tanzania, lakini sio Tanzania tu, tunaweza kusema kwamba ni timu pekee kutoka Afrika Mashariki kwa hivi sasa ndio timu ambayo imeingia katika hatua ya nusu finali
katika michezo ya kimataifa. Kwa hiyo sisi kama Watanzania tunabidi tufurahie, kwa sababu hii ni timu ya nyumbani, na Simba ikifanya vizuri basi ujue kwamba hata ligi yetu pia inazidi kupanda thamani. Lakini habari njema kwa wekundu wa Msimbazi Simba ni kwamba klabu hiyo imeweza kupanda baada ya hatua ya kufuzu na kuingia katika hatua ya nusu finali kutoka pale ambapo ilikuwepo, na sasa hivi ipo nafasi ya 5 kwa ubora wa vilabu barani Afrika. Kongole kwao, lakini pia kongole kwa mwekezaji kwa kuweka pesa nyingi ili kusamanisha mnyama Simba anafanya vizuri, au sio bwana? Jina langu ni Maunga Junior, hii ni Mpenja TV. Usahau tu kusubscribe, kushare, kulike na ucomment, ila bila kusahau mimi napewa nguvu na Mandasi Store. Hawa jamaa ni wauzaji na wakopeshaji wa simu aina ya smartphone. Kwa hiyo cha kufanya ni vitu viwili tu. Kama una pesa yako kidogo lakini ulikuwa unajiuliza namna gani wewe utamiliki simu aina ya smartphone, basi chukua hiyo pesa yako ambayo ulikuwa nayo, tafuta na namba ya NIDA uliokuwa nayo iliyosajiliwa kwa jina lako wewe mwenyewe, au sio bwana? Afu fika kwenye duka lolote la Mandasi Store, wefika waambie nahitaji simu, basi utapatiwa simu kutokana na pesa yako ambayo uliokuwa nayo. Then utakuwa unalipa kidogo kidogo mpaka pale ambapo deni lako, makubaliano yenu yalivyokuwepo baina ya wewe na Mandasi Store yatakapomalizika, basi na wewe utakuwa mmiliki halali wa hiyo simu aina ya smartphone. Bye bye, nikutakia ufuatiliaji mwema wa vipindi vingine kutokea hapa Mpenja TV. Lakini kikubwa pia, leo kuna mechi kubwa, Derby. Nani ataondoka na alama 3? Bye bye.